Watoto watatu wa aliyekuwa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei wamejitokeza hadharani kushiriki baada ya mazishi ya baba yao katika ukumbi mkubwa wa Imam Khomeini Grand Mosala mjini Tehran, huku kiongozi mkuu wa sasa wa Iran Mojtaba Khamenei akiendelea kutokuwepo mbele ya umma tangu shambulio lililosababisha kifo cha baba yake pamoja na baadhi ya wanafamilia wengine. Televisheni ya taifa ya Iran ilirusha moja kwa moja ibada hiyo ya mazishi, ikionyesha Mustafa Khamenei, Maisam Khamenei na Masoud Khamenei wakisimama pamoja na viongozi wa kisiasa, wanazuoni wa Kiislamu, makamanda wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu, maafisa wa jeshi la kawaida pamoja na maelfu ya waombolezaji waliojitokeza kutoa heshima zao za mwisho kwa mmoja wa viongozi waliotawala taifa hilo kwa miaka mingi. Watoto hao walionekana wakisali nyuma ya jeneza la baba yao pamoja na majeneza ya wanafamilia wengine wanne waliopoteza maisha yao katika shambulio hilo. Tukio hilo lilikuwa la hisia kubwa, huku waombolezaji wakisoma dua, kutoa heshima za mwisho na kuonyesha mshikamano na familia ya Khamenei katika kipindi hiki kigumu. Jambo lililovutia zaidi ya macho ya wengi ni kutokuwepo kwa Mojtaba Khamenei ambaye kwa sasa ndiye kiongozi mkuu wa Iran. Kutokuwepo kwake katika moja ya matukio makubwa zaidi ya kitaifa kumefungua mjadala mkubwa ndani na nje ya Iran kwa sababu za kutokuwepo kwake hadharani. Hadi sasa mamlaka za Iran hazijatoa maelezo rasmi kuhusu swala hilo. Kwa mujibu wa Reuters, Mojtaba Khamenei hajaonekana hadharani tangu shambulio la Februari mwaka 2026 lililomua baba yake pamoja na baadhi ya wanafamilia wengine. Watu wanaodai kuwa karibu na mzunguko wake wa ndani wanasema ameendelea kuwa chini ya ulinzi mkali kutokana na mazingira ya kiusalama yanayoikabili Iran kufuatia tukio hilo. Hata hivyo, taarifa hizo hazijathibitishwa rasmi na serikali ya Iran. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.